Habari za saizi mabibi na mabwana, ni bingwa wa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni mwendelezo wa kupeana elimu juu ya uganga wetu wa jadi. Mimi Dr. Imani Mandoto ni mganga ambaye nakupa elimu na nakufanulia na kukuelekeza juu ya yale yanayokusumbua na namna tunavyoweza kukusaidia kupitia uganga wa jadi. Uganga wa jadi kuna kipengele cha tunguli inayoitwa funiko. Na leo nataka nikushirikishe na nikuoneshe tunguli hiyo ya funiko la uganga wa jadi. Funiko ni nini? Funiko ni aina ya tunguli ambazo mababu zetu walikuwa wanazo, ambazo walikuwa wanaweza kufunikia matatizo yanayoweza kuwasumbua vijana wao katika kaya ama katika jamii wanayotoka. Sisi Wazigua huwa wazee wetu, kila mzee wa kaya miaka ya nyuma alikuwa ana tunguli ya funiko, na funiko inakuwa kwenye mkoba ya uganga. Tunaposema funiko ni tunguli ambayo haikai ndani, inakaa porini. Tunaiweka porini kwa ajili hiyo yenyewe ni tunguli ambayo ina nguvu ya kuweza kuua hata tunguli wenzie, kuua vile vingira vya uganga mwingine. Kazi yake ni nini? Kazi yake ni kufunika masa. Sisi Wazigua tunaita kesi ni masa, yani kesi yoyote ambayo inayokuwa inakusumbua wewe, ukifika kwa mganga wa Kizigua ambaye ana tunguli ya funiko, anaweza kuifunika hiyo kesi na wewe usisumbuliwe tena. Unaweza kufunga kesi ya aina yoyote ile. Bora iwe ni kesi ambayo umesingiziwa, kesi hiyo inaweza kufungwa kabisa, ama kuna mtu anayekuonea. Kwa mfano kama wewe ni mtu ambaye hujui jambo lolote lakini ukasingiziwa wizi na kumbe wewe si mwizi, ukajikuta moja kwa moja umekamatwa, umepelekwa kwenye vyombo vya sheria na watu wamekutengenezea mazingira ya kutaka kukufunga. Maana tunaeleweka kwamba kuna watu ambao wana nguvu, wana uwezo wa kipesa, wana ushawishi kwenye mamlaka, wengine wana mamlaka, wanaweza kukubambikia jambo ambalo likaonekana kwamba umefanya kweli pachoni pa macho ya sheria na ukapata kuhukumiwa kwa kutokujua sheria. Lakini utakapokuwa umekuja kwa Dr. Imani Mandoto, tuna uwezo wa kuweza kufanya funiko ya kufunga kabisa kila hali ya kuonewa. Na hii si kesi tu, ni jambo lolote unalokuwa unasingiziwa. Kwa mfano kama kwenye kesi, kwenye kazi, wewe unasingiziwa kwamba labda umefanya jambo fulani kazini, kwa hiyo unataka kufukuzwa kazi ama umesimamishwa kazi. Ukija kwangu mimi Dr. Imani Mandoto, tutatumia tunguli hii ya funiko. Koba hii ya funiko kazi yake ni kufunika kila aina ya jambo baya, kulifunga ili lisiendelee. Labda wewe unasingiziwa unatembea na mke au mume wa mtu, watu wamekupangia kukufanyia vitu vibaya. Tunaweza tukafunika watu hao, hata wakikuona wasiweze kufanya kitu chochote kibaya. Ieleweke hili funiko ziko mbili, kuna funiko la kufunika na kuna funiko la mvuaza. Mvuaza ni nini pia? Mvuaza ni aina ya funiko ambalo linalofunika watu wanayedaiwa. Kama wewe kuna deni linalokusumbua, tunaweza tukapiga mtu mvuaza kumsahaulisha deni hilo na usiweze kumlipa. Hivi vitu vyote vipo na tunguli hizi ziko mbili. Na zote nitakuonesha siku ya leo. Na zote zinakaa sehemu moja. Hii ni tunguli ya kuweza kupiga funiko, kufunga kila aina ya kesi ama jambo lolote unalosingiziwa. Kama wewe unasingiziwa kesi, unasingiziwa jambo lolote, ama una kesi yoyote ile, umefanya haujafanya, una kesi ambazo umefanya kutupiwa ama umejikuta uko katika mkondo wa kesi ambayo itakuendea vibaya, ukija kwangu mimi Dr. Imani Mandoto, bingwa wa tiba asilia Afrika, kwa kutumia uganga wa jadi, kipo kipengele cha kuweza kufunika kesi ama kipo kipengele cha kuweza kufunika jambo lolote baya unalosingiziwa, na hao watu wakaachana nalo na wasikufuate tena. Kwa hiyo kama kuna mtu aliyokushtaki, kama kuna mtu anayekusingizia jambo baya, kuna mtu anasambaza ubaya kwa watu ili watu wapate kukuchukia, labda kwenye biashara yako kuna watu wanatambaza vitu vibaya ili watu wateja wakuchukie, tunaweza kufunika na kusaulisha kila aina ya jambo. Hii tunguli inaweza kuwasaulisha watu makumi, mamia kwa maelfu. Jamii yote ikasaulishwa jambo ambalo uliloshawahi kulifanya, wakalisahau na ukarudi katika maisha yako ya kawaida na ukaishi kwa amani. Kwa hiyo kama kuna kitu chochote cha aibu kimesha kutokea, kimeshuhudiwa na watu wengi, na wewe labda umekimbia hiyo sehemu, unaogopa watu watakusema vibaya, njoo kwa Dr. Imani Mandoto tupige funiko ya kusaulisha watu kila aina ya jambo hilo. Labda kuna watu umewasababishia jambo baya, wanakutafuta, njoo kwangu Dr. Imani Mandoto tupige funiko ili hao watu wasikutafute, hata wakikuona wanakuwa hawakujali wala hawakufuati kwa chochote. Tunaweza kufunga kesi na kila jambo baya na hila mbaya ambayo iliyokuwa imesababishwa na wewe ama umesingiziwa na watu. Tunaweza kusafia jamii na wakaweza kuwasaulisha jambo hili kwa kupitia tunguli hii ya funiko. Lakini tunguli hizi ziko mbili. Ipo tunguli nyingine, tukiachana ya funiko, tunayo tunguli nyingine ambayo ni mvuaza. Zote zinakaa sehemu moja hizi tunguli. Unaona hii tunguli ni tunguli ya mvuaza. Mvuaza ni aina ya tunguli ambayo inakwenda kuwasaulisha watu madeni. Kama kuna watu wanayokudai, wanakusumbua, umekimbia nyumba yako, hauna amani, unasumbuka kila sehemu, umekimbia watoto wako na familia yako, njoo kwangu Dr. Imani Mandoto, tutaweza kupiga mvuaza na kuhakikishia tukifunga mvuaza huu ninaokuambia, tukiwavuaza wale watu
bora uweze kujua jina la yule mtu anayekudai tu. Tunaweza kufunga hao watu na wewe ukarudi pale na ukawatafutia watu pesa zao taratibu bila wewe kukubuguzi. Usikimbie kwenye biashara yako, usikimbie familia yako, usikimbie wapenzi na wapendwa wako ukakaa nao mbali kwa sababu ya madeni. Njoo kwa Dr. Imani Mandoto tuweze kuwafunga watu hao wanaokusumbua na kukudai, ili uweze kuishi pale kwa amani, na kuhakikisha tukiwafunga hawatakusumbua tena. Watakusikiliza wewe, ukiwaahidi mwaka ni mwaka watakubali. Kinachotakiwa tu ni kwamba utakuwa unawatafutia pesa zao taratibu, huku ukiwa unaendelea kupambana kwenye kazi zako bila kuwakimbia. Lakini ieleweke tunguli hii, mimi ukija nitakushughulikia kisha nitakukabidhi wewe mwenyewe. Wewe ndio utakayenuia kama unataka kuwavuaza wasikudai moja kwa moja, ama unataka kuwavuaza uwalipe kwa awamu au kwa vile wakusikilize. Ni wewe mwenyewe ndio utakayeweza kunuia vile unavyotaka. Masharti ya tunguli hii ni kwamba tu lazima utoe kafara ya mnyama, na unaweza kuoperate mizimu ya uganga huu ambao inaomiliki tunguli hizi, na vikaenda kukufanyia kila kitu unachokuwa unakihitaji. Naamini mpaka hapo utakuwa umepata elimu ya kutosha, na nitakuwa nimekuelekeza kwa kina. Umeweza kujua mkoba yetu hii ya mvuaza na funiko, ambayo tunguli zetu hizi ni za asili, ni uganga wa jadi, na sisi tumelisi kutoka kwa babu zetu. Sisi Wazigua tunayo mkoba hii ya kuweza kufunika. Na mimi Dr. Imani Mandoto, kwa sababu uganga umefika kwa mtu mwenye karama, mwenye uwezo, nimeona niweze kushare na kuwapa watu taarifa. Msihangaike kukimbia nyumba zenu, njoo tuwavuaze hayo madeni watu wasikudai. Wewe mwenye kesi usihangaike kusingiziwa kesi, usihangaike kukimbia mji wako, usihangaike kwa aibu ulioipata. Njoo tuweze kufanya funiko, mambo yote yatasahaulika na wewe utabaki kuishi kwa usalama na amani. Mpaka hapo naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha, lakini ni kuombe uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kulike video zetu, uendelee kucomment hapo, ili tuweze kuwafikia watu wengi na waweze kupata elimu kama hizi kutoka kwangu mimi Dr. Imani Mandoto. Lakini kama una shida, unasumbuliwa na kesi, unasumbuliwa na madeni, kuna aibu labda umeipata mtaani kwako, usihame mtaa. Njoo kwa Dr. Imani Mandoto tupige funiko hizo. Nipigie kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.